wote. Na tuseme pamoja: Ee Mungu wangu, nakupenda kwa moyo wangu wote, na kuliko mambo yote, nasikitika sana kwa kuwa nimekukosa, na kuomba nisikukose tena, bali nikupende daima. Nijalie neema yako ili nifurahi kuyatenda yote uliyotuamuru. Amen. Bwana uturehemu. Kristo uturehemu. Bwana uturehemu. Baba yetu, ni jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama na sisi tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni, lakini tuokoe na leo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Salamu Mariamu, ya neema, Bwana yu pamoja nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wenye dhambi, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Tusimame. Utukufu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa, hata milele ni vivyo. Amen. Msaada wa Mungu ukae nasi daima. Bwana Yesu kwako nitafuta, ulishika njia ya mateso, ila siku nikapo kuabudu Kristo twakuimbia. Bwana, kwa msalaba wako umeukomboa ulimwengu. Kituo cha 14. Yesu anawekwa kaburini. Ndugu zangu wapendwa, naoimba wakati mwingine kwenye mbali, tukisema kaburi ni mwanzo wa kuingia. Tumezoea nasema kaburi ni mwanzo, ni mwanzo wa kuingia mbinguni. Mtume Paulo anatuandikia katika Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15 kwamba anasema sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, na ule wa kuharibika na wa kutokuharibika uvae kutokuharibika. Anasema lazima mwili huu utabadilika tu, na mahali pa kufanya exchange ni katika kaburi, kwamba tunauweka mwili huu unaoharibika katika kaburi ili tuweze kuondoa, kwa sababu ukibaki katika mazingira yetu ya changamoto. Kwa hiyo na wao wakafanya vivyo hivyo kama ilivyo desturi ya kila mwanadamu, kurudisha mwili huu katika mavumbi ya nchi. Lakini tunaambiwa katika zoezi hili kulikuwa na gharama pia ya kununua sanda ya kutengeneza kaburi, na desturi ya wakati ule watu walikuwa wananunua vitalu vya maziko, na vilikuwa vinachongwa kwenye miamba. Miamba ile ilikuwa ni miamba laini, metamorphic rocks. Kwa hiyo wanachonga, wanatengeneza kaburi vizuri, na wakati mwingine mtu anajitengenezea kaburi yake yeye mwenyewe. Sasa Yusufu Arimathaya alikuwa ametengeneza kaburi lake yeye mwenyewe, lakini akalitoa lile kaburi ili azikwe Yesu. Na gharama nyingine ambazo waliingia, wakina mama walienda kutafuta manemane na wakampaka Yesu
ili kuweza kuutunza ule mwili. Sasa tuna mambo mengi ambayo tunaweza kujifunza pia katika kituo hiki, lakini tuyaangalie machache. Jambo la kwanza, kitendo cha kuzika ni kitendo cha kuyaondoa yale tuliyokuwa tunayaona, yale tulikuwa tunayahisi, yaondoke katikati yetu, tuweze kuyafukia. Kwa hiyo kipindi hiki cha Kwaresima tumepewa ili tunapotafakari kuzikwa kwake Yesu Kristo, tuzike kila tofauti zetu ambazo tumekuwa nazo. Una tofauti na ndugu yako, ndio kipindi hiki cha kusema sasa zile tofauti zetu tunazizika kabisa. Ulikuwa na vita naye, sasa wakati huu ni wa kuweka silaha, sio chini tu, na ni kuziondoa kabisa silaha zile zisitumike tena. Wazungu wana msemo moja, wanasema let us bury our hatchets. Yani tuondoe zile silaha zetu zilizokuwa karibu nasi, ili tusiwe watu wa mapigano tena. Na kuiondoa silaha hiyo iliyokuwa karibu yako, silaha inayotengeneza uovu, ni kutubu kweli na kutengeneza maisha hayo ya kwako na Kristo na ndugu yako. Kwa hiyo huko ni kuzika zile tofauti ambazo zimekuwepo na zile dhambi au vitu vile ambavyo vimekuwa vikitusumbua mara nyingi. Kipindi hiki watu wamejitahidi, wengine wamesema tunaacha pombe. Na wanaacha tu sio kwa kipindi cha Kwaresima. Sasa izike kabisa hiyo roho ya pombe, isiinuke tena. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anasema mimi sitatoka kabisa safari, sitoki, sifanye biashara ya mchepuko. Acha kabisa. Zika hiyo roho isije ikainuka tena. Amina. Kwa hiyo na hali kadhalika katika maeneo mbalimbali, basi tufanye maziko ya kweli ya vile vitu ambavyo tulikuwa tukivifanya vinatuletea harufu mbaya, vinaweza vikanuka. Mwili wa Yesu ungeachwa tu hivi hivi, ungenuka, ungeleta harufu mbaya, lakini ulisitiliwa kaburini. Kwa hiyo tuzike vyote, tamaa mbaya, uchafu na hila zote tuvizike kaburini. Lakini jambo la pili, tunaona wenzetu walipata gharama ya kuusitiri ule mwili. Kwa hiyo tuwe tayari kugharamia mambo yanayotaka kutupa afya ya rohoni. Yana gharama kidogo. Tuwe tayari kufunga, tuwe tayari kutoa sadaka, tuwe tayari kuwagusa maisha ya watu wengine. Wakati mwingine utayagusa maisha ya mtu ambaye hata humjui, lakini tunapenda sana kuwasaidia marafiki na ndugu. Lakini hiyo sio sadaka ambayo ina uzito. Sadaka ina uzito ni ile ambayo unaenda kumsaidia mtu hujui hata kama utakuja kukutana naye. Hiyo ndio sadaka ambayo itabaki kuwa na kumbukumbu. Kwa hiyo hawa ndugu walitoa sadaka hii ya maziko ya Yesu Kristo bila kujali gharama. Kwa hiyo ni kitendo ambacho kinatufundisha sisi nasi kuwa tayari kuweza kubeba gharama kwa ajili ya kuweza kustiri mwili wa Kristo. Lakini jambo la tatu, pia tunatakiwa sisi wenyewe kusitiriana. Kwa sababu sasa mwili wa Kristo tunaozungumza ni kanisa. Mtume Paulo anapozungumza katika Warumi sura ile ya 12, anasema sisi tu viungo katika mwili wa nani? Wa Kristo. Na kila mmoja ana sehemu yake ya kufanya huduma. Lakini je, tunashirikiana kweli? Je, hatufiki mahali tukalipaka matope kanisa? Utakuta mambo ya ajabu sana. Kikitokea kitu ndani ya kanisa, utakuta mtu wa kwanza kupeleka mitandaoni ni Mkristo aliyebatizwa. Halafu kanisa linaanza kuchekwa. Halafu watu wanaanza kulidharau, wanasema kanisa gani ile? Wakati fulani tumepewa kashfa ngumu sana, kanisa la Anglikana, kanisa la mashoga. Lakini dhambi ilifanywa na mtu mmoja tu, afu watu wengine waliokuwa waamini wakaibeba, wakaitupa katika mitandao, wakafanya vitu vingi sana. Leo hii tunafanya hayo. Tunaona fahari tukiweka aibu ya mtu fulani hadharani,
Na kumbe tunachokifanya ni kutokustiri mwili wa Kristo, ni kuutia aibu. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, tuache kitu chochote ambacho kitaipa aibu kanisa, kitaipa aibu mwili wa Kristo, bali tu Kristo kwa kuyazika yale ambayo tunajua kabisa hayawezi kuwa nuru wala kuwa utukufu kwa kanisa la Mungu. Yesu Mwokozi wangu, unijalie katika mauti yako nizikwe pamoja nawe kwa kuzifisha tamaa zangu mbaya, ili mwisho nipate kwa njia ya kaburi mlango wa moto huo wa furaha. Tupige magoti. Tuseme kwa pamoja: Mungu wangu, nakupenda kwa moyo wangu wote na kuliko mambo yote. Nasikitika sana kwa kuwa nimekukosa, na kuomba nisikukose tena, bali nikupende daima. Unijalie neema yako ili nifurahi kuyatenda yote unayotuamuru. Amen. Bwana uturehemu. Kristo uturehemu. Bwana uturehemu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa. Salamu Mariamu, umejaa neema, Bwana yu pamoja nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wenye dhambi, sasa na saa kwetu. Tusimame. Utukufu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.